Mvutano wa kisiasa umeibuka nchini DRC kati ya UDPS na PPRD nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadhi ya wanachama wa chama cha kisiasa cha PPRD cha rais wa zamani Joseph Kabila wamekilaumu chama tawala cha UDPS kwa kile wanachokiita ukosefu wa uvumilivu wa kisiasa. Chama cha PPRD kilipigwa marufuku kuendesha shughuli zake za kisiasa nchini Kongo tangu Oktoba mwaka jana. Picha zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii ziliwaonesha waandamanaji vijana, baadhi yao wakiwa wamevalia fulana nyeupe, wakichoma moto na kupora ofisi za chama cha PPRD katika mitaa ya Kalamu mjini Kinshasa. Muda mfupi baada ya tukio hilo kutokea, wanachama wa PPRD walijitokeza na kulaani tukio hilo kwa kile walichokiita kitendo kisichokubalika cha uharibifu wa ofisi ya chama chao, huku wakilitaja tukio hilo kuwa ni shambulio dhidi ya demokrasia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maafisa kadhaa wa PPRD wamekemea hali ya kisiasa yenye utata, wakionya juu ya kuongezeka kwa kutokuvumiliana kisiasa na matamshi ya chuki. John Karume, mmoja wa wasemaji wa chama hicho katika jimbo la Kivu Kusini, anaamini tukio hilo liliashiria mazingira ambapo mizozo ya kisiasa inazidi kutatuliwa kwa njia ya vurugu badala ya mijadala ya kidemokrasia. Kwa upande wake, chama tawala cha UDPS kimetoa wito wa utulivu, kikisisitiza kuwa maandamano yake yalikuwa ya amani, yakilenga kuunga mkono hatua ya Marekani ya kumwekea vikwazo rais wa zamani Joseph Kabila. Akiwa mjini Kinshasa, Edward Makala, kiongozi wa sheria na haki za binadamu wa UDPS Kivu Kusini, aliyeshiriki maandamano hayo, amesisitiza umuhimu wa kudumisha umoja wa kimataifa na kuepuka matamshi yanayoweza kuchochea mivutano. Tukio hilo linatokea katika mazingira tete ya kisiasa, kiuchumi na kiusalama nchini Kongo. Gabriel Musunzagabo, mkazi wa Bukavu, amehoji umuhimu wa maandamano ya Jumatatu yaliyofanyika mjini Kinshasa, huku akisema kuwa kuna masuala muhimu zaidi yanahitajika kupewa kipaumbele kuliko lengo la maandamano hayo. Mwisho wa maandamano hayo, waandamanaji waliwasilisha risala kwa ubalozi wa Marekani wakimshukuru rais wa Marekani Donald Trump kwa uamuzi wake. Mvutano wa kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeibuka kati ya chama tawala cha UDPS na chama cha PPRD kilichoongozwa na rais wa zamani Joseph Kabila. Wakati PPRD ikipigwa marufuku kuendesha shughuli zake za kisiasa nchini Kongo tangu Oktoba 2025, baadhi ya wanachama wake walilaumu UPDS kwa ukosefu wa uvumilivu wa kisiasa na kudai kuwa chama tawala kinapuuza haki za vyama vya upinzani. Mgongano huu wa kisiasa unatokana na historia ndefu ya mivutano ya kisiasa, ambapo uchaguzi, vikwazo vya kimataifa na upatikanaji wa madaraka yanachangia hali ya kutokuwepo kwa makubaliano ya kidemokrasia kati ya vyama vinavyoshindana. Baada ya tukio kutokea, picha zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii zikiwaonyesha waandamanaji vijana, baadhi wakiwa wamevalia fulana nyeupe, wakichoma moto na kupora ofisi za PPRD katika mtaa wa Kalamu mjini Kinshasa. Tukio hili linaibua malalamiko makali kutoka kwa wanachama wa PPRD ambao walilani uharibifu huo kama shambulio dhidi ya demokrasia nchini Kongo. Tukio hili linazidisha muktadha wa kisiasa, kiuchumi na kiusalama nchini Kongo, likionyesha jinsi mizozo ya kisiasa inaweza kuibua vurugu, kushinikiza vyama kutopata maelewano na kuonesha haja ya sera za kudumisha demokrasia. Wataalamu wa kisiasa na raia wengine wanashauri kuimarisha mazungumzo ya kidemokrasia, kuendeleza utulivu na kuhakikisha haki za vyama pinzani zinaheshimiwa ili kuzuia mizozo siku zinazokuja. Mimi ni Yusuf Athumani na hii ni The Loyal Media.